Ni mwendo wa hivyo ni kuzimia tu. Sasa hivi drama za kuzimia zimekuja tena. Jamani. Mwijaku vipi? Mwijaku kazimia. Haishiwi Mwijaku, ana dogo. Tikapewa zawadi ya gari kazimia. Huyu ndo alizungumzia wenzie. Siku ile ambayo Juma Lokole alipewa na zawadi ya gari pale Serena Hotel. Ndio. Naye akazimia, ikazungumzwa. Drama nyingi, watu wanaigiza. Ina maana kwani kwa ujui kama unapewa zawadi ya gari na yeye leo kulikoni. Baada ya kupewa zawadi ya gari na moja ya kampuni ambayo anafanya nayo kazi kwa muda mrefu, wakathamini mchango na uweredi wake wa kazi, wakaamua kumpa gari. Na Mwijaku baada ya kukabidhiwa ile gari akazimia. Chali. Mwijaku siku zote ni mtu wa kuunganisha matukio, lakini pia ni mbunifu. Oje, kuna vitu serious. Kuzimia ni ubunifu. Mimi nitakwambia kitu. Sasa hivi kitu kidogo tu unakifanya ndiko ambacho kinazungumziwa sana. Umenielewa? Si umenifahamu? Nimekufahamu. Maana yake content tofauti. Mwijaku ni mtu ambaye sio mtu akuona aibu. Tayari ameshakuwa na uzoefu kwenye experience ya entertainment, kwenye kila kitu. Umenielewa? Anaweza akafanya kitu akajua anachokifanya. Umenielewa? Kumbe tayari pale ile brand ambayo anaisimamisha au yuko pale lomzawadia gari anaipa kiki. Ndio. Umeelewa? Kwa maana umesema hapo kapewa Juma Lokole, ameanguka, si ndio? Akaja akapewa nani sijui nani huyu. Kuna siku tena alipewa Dr. Kumbuka lakini hakuzimia. Yani ndio hivyo. Kwa maana yeye ametembelea ule upepo. Si umeelewa? Sasa angefanya kitu gani? Labda tungeweza kuzungumzia. Umeona? Kwa sababu Juma Lokole alivyoanguka na yeye akona na mimi nije na style ile. Maana yake kile kitu kakipandishia kwa juu. Kwa hiyo utakunambia alianguka kwa maana bahati mbaya, alianguka kwa sababu ya surprise au ni mshamba wa magari au ni nini labda tu. Alidhamiria. Si amedhamiria. Maana yake kakusudia hicho kitu tunachokifanya hata kama ni surprise of course. Lakini nadhani Mwijaku huwezi kumpa kitu kipya. Alikuwa anajua kabisa mimi naweza nikapewa gari lakini tufanye hivi. Kwa hiyo ni ubunifu. Ubunifu. Ukiangalia ile issue ile trending imeenda na watu ndo wanaizungumzia sasa hivi. Ukiacha issue ya kina Airi na nani iko hii sasa hivi ya Mwijaku. Mwijaku amekuwa ni mtu ambaye anazungumzia sana watu. Yaani anatembea sana na trending za watu na kuwazungumzia. Mfano kama imetokea issue ya kuhusiana na wimbo wa nani? Zuchu na Ibra. Akamsema Zuchu kwamba Zuchu umekosea, rudi studio. Yaani ni mtu ambaye anataka kutembea na upepo wa watu. Sasa this time naye akaamua kutengeneza drama yake ambayo huenda pia ikampeleka mjini. Yaani baada ya kuchoka kutembea na upepo wa watu wengine, kama naye kutengeneza upepo wa kwake. Upepo wenyewe ni marudio. Yaani amefanya marudio kutoka kwa Juma Lokole. Kwa hivyo yani trending ambayo kaamua kwenda nayo Mwijaku sidhani kama ni sahihi. Na pale alipokuwa amezimia mimi nimezoom kabisa kaona alikuwa anaigiza. Ni kuigiza. Sidhani kama utatusamea Mwijaku kama ni kweli umezimia, lakini sisi kwa uweledi wetu na jinsi ambavyo tuko professional kuzitafuta zile stories na jinsi gani unavyomjua. Unajua kuna watu wakifanya hivyo vitu wanasema kweli. Umeelewa? Sasa Mwijaku tayari ameutembelea ule upepo. Si umeelewa? Sasa ingekuwa ni mtu mwingine angezungumza leo tungekoma leo. Makusudi kafanya hivyo. Makusudi. Kwa hiyo igizo lake hilo ni marudio asingelifanya. Amna, kalifanya ndio maana tunalizungumzia. Yaani maana yake wewe unafanya kitu na kijua kabisa. Hiki na kifanya lakini lazima kiende. Si umeelewa? Kwa hapo lazima utamtaja Juma Lokole, utamtaja Mwijaku, umeelewa? 1 2 3. Maana yake asingefanya vile angefanya kitu gani? Lazima tukikuja hapa tukizungumzia. Si umeelewa? Maana yake Mwijaku anakuwa anatumia kama ulivyosema, anatumia upepo wa majina ya watu. Umeelewa? Leo kama ulivyosema hapo kamzungumzia sijui nani na yeye kaja kapandia kwa juu Zuchu na Ibra. Kapanda kwa juu. Diamond kwenye show yake ya live ile hawezi kuimba live akaja kaongelea akapandia kwa juu. Unaelewa? Sijui Suma Mnazareti na issue yake sijui kwa watu ambao wachambuzi akapandia. Yaani vitu ni vingi sana Mwijaku amekuwa anavipandia kwa na ndio upepo wake huo. Ndio ameona ndio fashion ya kubwa. Huo ndio upepo wake. Wewe kumuona labda msanii gani? Labda tumchukulie mtu ambaye amechangamka kama yeye. Umeelewa? Nani sasa hivi alochangamka kama yeye? Sasa hivi yuko Mr. Paul yule wa kaskazini sio ndo wapi huko. Kama unamjua ana trending sana.
na mshangazi wake. Sasa ndio yule yule ndo habari ya mjini sasa hivi. Amna manake Mheshimiwa Baba Levo sasa hivi ni mbunge. Tunaona kazi kubwa anaoifanya jimbo la Kigoma, anapigania sana. Na watu walikuwa wanamfanisha Mwijaku pamoja na Baba Levo. Si ndio? Yaani kwa maana kwenye ile uchaming kuchangamka, kulichangamsha jiji. Hao ndio walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo sasa hivi Mwijaku amekuwa yuko peke yake, mpinzani wake hakuna. Umeelewa? Kwa tabaki kuwa yeye Mwijaku, na ndio maana anafanya vitu vingi, anakuwa anasimama yeye kama yeye. Kwa lazima umtafute mtu wa kumpambanisha. Hii noma sana na hii ni hatari sana. Sawa, lakini ndio hivyo maisha ya mjini bwana, bila kutafuta tobo lako la kutobolea, utabaki tu unalia njaa na kuingiza voice. Story kwa hivyo kuhusiana na Mwijaku, issue ambayo imetokea leo bwana, Mwijaku kazimia baada ya kupewa gari, kitu ambacho kilitokea kwa Juma Lokole pia, na Mwijaku akakizungumza sana. Mwijaku amekuwa ni mtu ambaye anakosoa sana vitu vya watu, yani kitu kidogo tu atakizungumza kwa upana na kwa marefu zaidi. Alafu kuna wakati pia anajisahau kama huyo mtu anayemzungumzia pia kwa upande wake. Kuna wakati pia anaoga nampondea paka Harmonize wakati ndo anamsifu maana namchafua eti watu kufanya nini ile show ya nini ya Juani ile show iliyofanyika Mwenge. Kile ambacho kinafanywa na Mwijaku kwa upande wako unaona ni sahihi ama sio sahihi, kujaribu kutembelea upepo wa watu ili tu kuonekana kwamba na yeye ana kitu cha kuzungumza ama apate kuzungumziwa zaidi huko mitandaoni. Mimi kazi yangu waga ni moja tu, kukukumbusha kwamba maoni yako ni muhimu sana. Tunatamani sana tuone komenti zenu. Muhimu tu zisiwe na lugha chafu. Bana, kimsingi katika maisha pia mimi nawakumbusha kitu kimoja. Kile kitu ambacho unakiamini kitakupa faida kifanye. Kama kina faida usikifanye. Umeona kama Mwijaku yeye kaanguka kwenye zawadi na kabidhiwa gari. Kaangua na kitu ambacho kimempa faida. Maana yake kilichomwangusha pale ile zawadi ya gari. Wewe utapewa nini ili uanguke? Hapo sasa. Kazi unayo sasa. Si unanipenda basi nifiche mama. Jamani. Si tunamaliza hivyo kwenye story hii ya kumhusu Mwijaku. Lakini pia bado tuko hapa kujuza vitu vingi vinavyoendelea vinavyohusiana na The Gossip Table, na ndo kwanza boti haijatia nanga. Yaani iko vinafanya tu hivi. Sawa, mimi hapa ni Sambaby, kule Instagram Hapricha02, kule TikTok ni Sambaby01. Instagram tufollow kwa jina la 69 Media TZ, tuko live, na kwa wale washikaji zetu Facebook sasa hivi tuko live pia. Tuko live na maisha 69 Media Bro, ukiandika pale Facebook tuko live. Lakini YouTube subscribe, bonyeza alama ya kengele, mambo ni mengi sana. Ukuwa mshikaji wetu, nadhani kuna vitu vingi sana unaweza kujifunza kutoka kwetu. Nadhani tuko vizuri. Tumezungumzia hapo Mwijaku jinsi gani sasa hivi amekuwa anapandishia vitu kwa juu. Na hiyo ndo kula yake na umweka mjini. Ndo maisha. Kitu kinachokupa pesa ndo maisha. Big time. Kajenga gorofa mwenzetu. Tena sio gorofa, magorofa.